Basi karibu katika shule ya Biblia. Leo siku ya Jumapili tarehe 29 Novemba 2020. Tuko katika mlango wa 12. Tumepita kidogo nusu ya kitabu cha Yohana, kina jumla ya milango 21. Kwa hiyo mlango wa 12 tumepita nusu kidogo. Tumesomewa mistari jumla iko kama 50 hivi. Mlango wa 12 mstari 50, naamini tutakaa humo kwa wiki 3. Kama utangulizi tu, sura ya 12 kuanzia sura ya 12 na kuendelea mpaka mwisho wa sura ni ile wiki ya mwisho ya mateso ya Kristo. Kwa hiyo kitabu cha Yohana ni miongoni mwa zile injili nne ambacho kinaonyesha kwa undani matukio ya kuteswa kwa Kristo, kwa sababu karibu nusu ya kitabu inaongelea wiki yake ya mwisho ya mateso. Leo utaona kwamba anaanza anasema siku 6 kabla ya Pasaka. Yaani ilikuwa inakaribia ile Pasaka ya mwisho ambayo alitoa mwili wake. Kwa hiyo tutaona hilo kwamba sura ya 12 na kuendelea itakuwa inaongelea kwa undani mambo yanayoendelea wakati Kristo yuko kwenye wiki yake ya mwisho ya mateso. Tutaona hoja kadhaa. Labda tuanze na hoja kubwa moja. Hoja ya kwanza kabisa tunayoona hapa ni kabla ya kwenda kwenye zile hoja. Pia tukumbuke, labda nieleze kwamba hii pia ni sura ya mwisho ambapo Yesu anahubiri kwa watu wote. Kwa watu wote. Alikuwa anaenda hekaluni, anawahubiria watu tu wa kawaida, watu ambao walikuwa hata hawajamwamini wote vile, lakini kuanzia sura ya 13 atakuwa anashughulika na wanafunzi wake. Ndiye atakuwa na mambo anayowafundisha yako tofauti kidogo na anafundisha dunia. Kwa hiyo tutaona kwamba Kristo alikuwa pia anajua ni nini mtu anastahili kusikia. Yule anayemwamini anamkumbusha jukumu lake la kuamini. Yule aliyekwishaamini anamwambia wewe umeshaoga, unachotakiwa ni kujitakasa zaidi. Lakini msingi umeshaoga, ndio anamwambia Petro katika mlango unaofuata. Hoja ya kwanza tunayoona kabisa inatoka katika ule mstari wa kwanza mpaka wa pili. Mstari wa kwanza na wa pili wa sura ya 12. Kichwa chake kinasema kichwa kidogo. Hoja ya kwanza inasema Yesu hakuuawa siku ya Ijumaa. Hiyo inaitwa Ijumaa Kuu. Unaweza kusema sasa mbona tunaongea mambo ya Pasaka wakati huu? Hiki ni kitabu tu tunajifunza. Sio kwamba tunajifunza kulingana na majira ya mwaka tuliopo, hapana. Lakini tutakapokuwa tunafika nyakati za Pasaka, tutalirudia hii somo na tulishaligusa, lakini tutaona kwamba kwa jinsi ya maandiko yako wazi kwamba Yesu hii kinachoitwa Ijumaa Kuu ambacho ni cha ni dunia nzima. Inaambiwa Kristo si aliteswa, si mateso ya Ijumaa Kuu. Wengine hawali nyama, hawafanyi nini, ni vitu vya kutengeneza tu vya wanadamu. Ndicho anasema ni mafundisho ya wanadamu. Tutaona Biblia itafafanua kwamba Kristo hakuuawa siku ya Ijumaa Kuu. Tutaona kwamba aliuawa siku ya Jumatano, na maandiko yatatufafanulia. Okay, tuanze kusoma kuanzia mstari wa kwanza. Anasema basi siku 6 kabla ya Pasaka. Kwa hiyo unaona kwamba kuna habari za muda unaotajwa kabla ya Pasaka. Pasaka ndo siku ya kuuawa kwa Kristo. Alipotoa Pasaka ya kale akaweka Pasaka ya mwili wake. Anasema basi siku 6 kabla ya Pasaka Yesu alifika Bethania alipokuwapo Lazaro, yeye ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Basi wakamwandalia karamu huko, naye Martha akatumika, na Lazaro alikuwa mmoja wapo wa wale walioketi chakulani pamoja naye. Basi tunaanza kuishia hapo. Hebu tuangalie hizi siku 6 kabla ya Pasaka. Twende sehemu nyingine. Kwanza tuangalie hii Pasaka. Hii Pasaka anayosema siku 6 kabla ya Pasaka. Ilikuwa ni Pasaka ilitokea wapi? Ilikuwa ni Pasaka ya namna gani? Na tutakuja kuona kwamba Kristo kwenye Luka 22 anasema sasa hii Pasaka mimi nimewapa Pasaka mpya badala ya hii ambayo ni sehemu ya agano jipya. Kwamba lile ilikuwa ni Pasaka agano la kale, Kristo anasema mimi nimekuja ninaibadilisha. Huwezi ukatumia viriba vya kale ukaweka divai mpya. Kwa hiyo tunatoa Pasaka ya kale
iliyokuwa ya kuchinja wanyama tunamweka Kristo mwana kondoo aliyechinjwa. Sasa tuone hii Pasaka ilikuwa imetokea wapi. Hem tuende tunaweza kujifunza vitu vingi maeneo haya lakini tuguse tu sehemu chache tutapata hoja. Twende katika kitabu cha Walawi mlango wa 23, mambo ya Walawi mlango wa 23. Ni kitabu cha 3 katika vitabu vya Biblia, Agano la Kale pale. Mlango wa 23 ndio unaongelea hizi sikukuu kwa kina zaidi. Mlango wa 23 Walawi. Anasema mstari ule wa tusome mstari wa 5. Tuanze mstari wa 5 wa 6 na wa 7. Anasema hivi. Anasema tuanzie wa 5 anasema mwezi wa kwanza siku ya 14 ya mwezi wakati wa jioni ni Pasaka ya Bwana. Na utakumbuka kwamba Kristo alikula chakula na wanafunzi wake cha Pasaka. Kristo pia aliuawa jioni. Kwa hiyo alikuwa anatoa hii Pasaka hii iliyowekwa kwenye ilianza of course kwenye kitabu cha Kutoka. Walipokuwa na Pasaka ilianza kwenye mlango wa 12 wa kitabu cha Kutoka, lakini hapa ndipo wanafafanua zaidi tarehe zake na nini. Anasema mwezi wa kwanza siku ya 14 ya mwezi wakati wa jioni ni Pasaka ya Bwana. Na naomba nifafanue tena kitu kingine by the way. Ile tunayoita Pasaka ya Jumapili haina ubaya kuita Pasaka. Haina ubaya. Nitaeleza maana yake. Lakini sio maana halisi ya Pasaka. Ni kipindi cha Pasaka, yes. Lakini sisi ni siku ya kufufuka kwa Kristo. Pasaka ya kale haikuwa na kufufuka ndani yake. Pasaka mpya ya Kristo inakufufuka. Kwa hiyo tukiita Pasaka sio kosa. Tutaona kwamba Pasaka ilikuwa ni wiki nzima. Kwa hiyo kwa vile ile siku inakuwa ni kipindi hicho ambacho Kristo aliweka Pasaka siku alipouawa, basi haina ubaya kuita Pasaka, lakini kimsingi ni siku ya kufufuka ndani ya kile kipindi cha Pasaka yenyewe. Na maandiko yako wazi kwa kweli, huwezi ukapishana naye. Kwa hiyo anasema na siku ya 15. Kwa hiyo siku ya 14 jioni ni Pasaka ya Bwana. Anasema na siku ya 15 ya mwezi ule ni sikukuu ya Bwana mkate usiotiwa chachu. Kwa hiyo kuna siku mbili zinafuatana. Siku ya 14 inakuwa ni Pasaka, ndio wanachinja Pasaka. Siku inayofuata wanaanza kula sasa, wanaanza wiki ya mikate ambayo watakuwa hawaweki hamira, hawaweki chachu. Ni maelekezo ya Bwana. Kwa hiyo Kristo anakuja sasa kuitoa hii na kuweka kwa kitu tunayoona kwenye mlango wa 12 wa leo. Anasema mtaila mikate sio chachu muda wa siku 7. Kwa hiyo ile wiki yote ilikuwa inaitwa wiki ya mikate sio tiwa chachu, na tutakuja kuona pia ndio inaitwa wiki ya Pasaka kwa nyakati zao zile. Ambazo tutakuja kuona kutakuwa na wiki ya Pasaka mpya aliyoiweka Kristo. Siku ya kwanza mtakuwa na kusanyiko takatifu, msifanye kazi yoyote ya utumishi. Hiyo tutakuja kuona kwamba ni aina ya sabato. Zilikuwa ni sabato ambazo sio za Jumamosi. Ni sabato za makusanyiko ya Mungu ambayo hamfanyi kazi. Siku ambayo hufanyi kazi kwenye Biblia inaitwa ni sabato ya Bwana. Lakini mtatengeneza sadaka ya Bwana kwa njia ya moto siku 7. Siku ya 7 ni kusanyiko takatifu, msifanye kazi yoyote ya utumishi. Sasa ile wiki itaanza ambayo ndio siku ya yani wamefanya Pasaka jioni, kesho yake ni sikukuu ya mikate sio tiwa chachu, ndio ni siku pia ya sabato ya Bwana. Sasa watafanya kwa muda wa wiki nzima, alafu mwishoni mwa wiki na hapo kutakuwa na sabato nyingine. Hapo katikati tutakuwa na kula mikate sio tiwa chachu. Okay, sasa tutoka hapa turudi kwenye agano jipya. Tuone sasa. Twende katika kitabu cha Mathayo. Mungu anasema mbona tumeenda kufanya nini huko? Tumeenda kujifunza haya kwa sababu tunaona Mungu anatuambia siku 6 kabla ya Pasaka. Tunataka kupata picha. Hiyo Pasaka Mungu anatokea siku nani? Alikuwa anataka tujifunze nini? Twende katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 12 mstari wa 40. Ni mstari muhimu sana. Mathayo 12:40 anasema hivi. Mathayo 12:40 anasema kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. Kuna vitu vingi vya kujifunza kwenye huo mstari. Moyo wa nchi ni kwa maana ni sehemu ya ndani kabisa ya alipozikwa, sio mtu anapozikwa haziki kwenye moyo wa nchi. Kwa sababu sio ndani sana.
Lakini hoja tunaweza Yesu anasema Kristo atakuwa amekufa mwili wake ule kabla ya kufuka kwa muda wa siku 3 mchana na usiku. Yaani mchana 3 na usiku 3. Kulingana na huu mstari. Hem tusome tena. Unasema kwa nini unasisitiza? Kwa sababu mtu akitaka kukudanganya anakudanganya vitu vingi ili kusudi usijue ni nini amekudanganya. Hapa kuna uongo unafanywa na dunia kwa makusudi yao. Kristo anasema mimi nitakuwa nimekufa kwa muda wa siku 3 mchana na usiku. Angesema siku 3 ungesema labda ni leo kesho na kesho bila kujali masaa ya mchana na usiku. Lakini anasema ni siku 3 mchana na usiku. Sasa tujiulize. Tupige mahesabu wote. Kama mtu kulingana na Kristo anasema siku 3 mchana na usiku. Kama ikiwa mtu kama ile Jumapili ya kufufuka. Maana Kristo Pasaka huwa ni Jumapili. Ina ambayo ni kufufuka. Kama alifufuka Jumapili, inawezekanaje akawa alikufa Ijumaa? Haiwezekani. Sasa ama hawa waliotuwekea Pasaka ni wa kweli, Kristo ni muongo. Kwa sababu Kristo alisema atakuwa amekufa kwa muda wa siku 3, mchana 3 na usiku 3. Sasa ama Kristo ni muongo ama wao ni waongo, lakini haiwezekani wote wakawa wa kweli. Amina. Kwa hiyo lazima tufike sehemu fulani tukubaliane kwamba mtu unaweza kusema sasa kina ubaya gani? Wakati wote unapobadilisha majira ya Mungu, mipango ya Mungu na kauli ya Mungu kaonyesha labda Kristo amedanganya. Ni dhambi. Unaiongoza dunia katika uongo. Kwa hiyo kama ni hivyo basi wale wanawake tuende sehemu nyingine. Hem tuende katika Yohana. Tuende katika Yohana mlango wa 20. Tuanze kupiga mahesabu sasa. Yohana 20:1 anasema Yohana 20:1. Okay, leo lamkini tutajifunza labda hoja hii moja peke yake au mbili. So hii kidogo ni kubwa lakini hataimaliza tutajifunza wakati mwingine huko mbele pia. Kwenye milango inayofuata. Mlango wa 20 mstari wa kwanza Yohana anasema hata siku ya kwanza ya juma Mariamu siku ya kwanza ya juma inajulikana ni Jumapili. Mariamu alikwenda kaburini alfajiri. Kwa hiyo unaona kwamba ni kipindi hicho anasema siku 6 kabla ya Pasaka. Tunatafuta hiyo Pasaka na sio Pasaka ya kufufuka, ni Pasaka ya kuchinja Pasaka ambayo ndio Kristo aliuawa. Sasa turudi nyuma sasa tuangalie. Anakuambia anasema Maria Magdalena alikwenda kaburini alfajiri kuangalia kungali giza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini na tunajua kwamba ndo alikuta Kristo hayumo tena. Kwa hiyo kama ni Jumapili alfajiri kungali giza bado, huwezi kuhesabu mchana wa Jumapili. Na ukitaka hata Jumamosi unaweza usihesabu usiku kuamkia Jumapili. Na kitu kingine ambacho kinafanya sasa wakati mwingine tupate shida kuelewa haya mambo, inahitaji kidogo mtu aliyetulia. Tujue kwamba siku za Biblia hazihesabiwi asubuhi na jioni, zinahesabiwa jioni na asubuhi. Kwa hiyo kuna namna fulani unaweza kushindwa kujua kwamba alikufa kati ya Jumatano au Alhamisi. Lakini hakufa Ijumaa kwa sababu Ijumaa haiwezekani. Tuhesabu sasa zile unasema mbona tuende kwa mahesabu? Tuende kwa mahesabu kwa sababu ndio sababu Mungu ametuambia siku 6 kabla ili kusudi uweze kupiga mahesabu. Kama turudi nyuma tuangalie ni usiku mara ngapi aliokuwa kaburini kama alfajiri Jumapili alikuwa ameshafufuka. Kwa hiyo tuchukulie Jumamosi usiku alikuwa kaburini. Labda wale wanawake walikuta ametoka kuondoka mle. Kwa hiyo tuchukulie labda Jumamosi usiku. Ijumaa usiku. Tunatafuta usiku wa 3 kwa sababu Kristo anasema atakaa siku 3. Na lazima tumwamini Kristo kabla kumwamini mwanadamu. Haya, na usiku mwingine unaamkia Alhamisi. Yes. Usiku mwingine ni Alhamisi. Mtoto aliyelala amke. Haya naomba mmoja saidia kumamsha huyo. Nenda kamamsha huyo. Basi kwa hiyo tunaona kwamba Kristo haiwezekani akafa Ijumaa kwa sababu huwezi kupata usiku 3. Okay, tuje mchana sasa. Bora hata usiku. Kama alikufa
Ijumaa. Na kama Jumapili alikuwa ameshafufuka, huwezi kuhesabu mchana wa Jumapili, ndio sio? Mchana pekee wa kuhesabu utaanzia Jumamosi mchana. Kwa sababu sema nitakuwa kaburini kwa muda wa siku 3 mchana na usiku. Kwa hiyo Jumamosi yuko kaburini. Hata Ijumaa tu wape wanaotuambia kwamba alikufa Ijumaa. Japo alikufa jioni kwa sababu akina Yusufu al-Mataya walienda kuomba mwili gizani kabla kwa sababu alikuwa ametoka kuuawa jioni. Kwa hiyo tuchukulie labda na Ijumaa. Sasa haiwezekani siku mbili hakuna siku 3 hapo. Lazima turudi na Alhamisi. Kwa hiyo tunakuta kwamba kifo cha Kristo kilifanyika siku ya Alhamisi au Jumatano kutegemea saa za jioni masaa ya namna ya kuhesabu siku kwenye Biblia. Ikawa jioni, ikawa asubuhi. Tutakuja kuiona hata kwenye kitabu cha. Tuone katika kitabu cha Mwanzo. Tuende kwenye Mwanzo. Mwanzo mlango sehemu nyingi tu lakini mlango wa kwanza. Mungu anahesabuje siku zake. Ndio naweka Mwanzo, kitabu cha Mwanzo kujaribu kukuonyesha kwamba kama aliuawa jioni. Biblia inasema tutakuja kuona. Sasa kama ni jioni tunachokijua sio ya Jumamosi. Amini ya Ijumaa. Kwa mahesabu vizuri ni siku ya Alhamisi. Ila akitokea mtu akasema labda ni Jumatano unaweza usikatae sana kwa sababu inategemea yale masaa yalihesabiwa namna gani. Hem tusome katika kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza tu. Mstari wa 5 anasema hivi. Mstari wa 5 anasema Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku, ikawa jioni ikawa asubuhi siku moja. Unaona kwamba siku moja anavyohesabu ni ikawa jioni ikawa asubuhi. Kwa hiyo ni masaa ya jioni na masaa ya asubuhi. Na watu waliokuwepo katika historia wanasema kwamba siku kwa muda mwingi hata leo watu wengi siku zinaanza kuhesabiwa usiku, japo ni kitu cha ajabu kidogo katikati ya usiku, lakini ya kibiblia inaanza jioni mpaka asubuhi, nusu ya siku mpaka jioni, siku ya kwanza imeisha. Na anaongea hivyo katika mistari mingine. Kwa hiyo tunaona kwamba hiyo hoja tunaweza tukaenda kwa undani zaidi, lakini maandiko machache ya Biblia ukiunganisha Mathayo 12:40 na haya maandiko yaliyomo kwenye kitabu cha Yohana inatuonyesha kwamba Ijumaa hicho kinachoitwa Ijumaa Kuu ni sikukuu ya wanadamu, sio sikukuu ya kibiblia. Sio sikukuu ya kibiblia. Hem twende sehemu nyingine chache tuone. Okay, sasa mtu anaweza kusema, je, sisi kama sisi tunashika lipi tunaacha lipi? Kwa sababu sikukuu ya Ijumaa Kuu ni sikukuu kama ambavyo kuna siku za muungano, siku za kidini nyingine na nini. Sisi tunaichukua kama ni sikukuu, lakini haitakuwa ni sikukuu yetu ya kiimani. Hapana, haina maana. Jumapili ya Pasaka ni muhimu kwetu kwa sababu gani? Ni siku ya kufufuka kwa Kristo, na muda mwingi utakuja kuiona Mungu amekuwa matendo mengi yanakuwa yanafanyika na kina Paulo na mitume ile siku aliyofufuka Kristo waliipa heshima yake tangia kwenye Biblia. Kwa hiyo hilo tutaliona siku nyingine. Na je, ile siku ya Jumapili tutaisherehekea? Ndio tutaisherehekea. Je, ni lazima? Biblia inasema kushika siku na kutokushika siku, iwe ni sikukuu sio sikukuu, ni jambo la watu wenyewe wanavyoamua. Sio lazima, sio kitu kinachoweza kuongezea utakatifu. Unaweza kusema sasa hao wanaoshika Ijumaa Kuu wanakosea, hawakosei? Wanakosea kwa sababu wanaifanya ni siku ya Wakristo wao, ni kama ya lazima, na wanafanya vitu ambavyo havimo katika maandiko. Maandiko hayajasema, wanasema msile nyama, sijui mfanye nini, wanaabudu sanamu wakati huo. Wanapita kwenye sijui kunaitwa vituo, sijui kituo cha kwanza, kituo cha pili, wanafanya vitu, wanaabudu vitu ambavyo sio Mungu. Wanaabudu sanamu. Kwa hiyo ile ni siku mbaya, ni siku ya kishetani. Ile ni siku ya kishetani, inaitwa siku ya Ijumaa Kuu. Okay. Tusome kutoka katika kitabu cha Ezekiel mlango wa 45. Ezekiel 45 tujifunze tutaona kwamba
hata Jumapili tukiita Pasaka haina ubaya kwa sababu inaangukia ndani ya ile wiki yote inaitwa Pasaka. Ezekiel 45 mstari ule wa 21. Ezekiel 45:21 Biblia inasema Ezekiel 45:21 anasema mwezi wa kwanza siku ya 14 ya mwezi. Nakumbuka tulishaiona kwenye kitabu cha mambo ya Walawi, mtakuwa na Pasaka. Sikukuu anasema sikukuu ya siku 7. Mkate usiotiwa chachu utaliwa. Kwa hiyo kwamba ile inaitwa Pasaka itakuwa ni ya wiki nzima. Sikukuu mtu usome tunasema mwezi wa kwanza siku ya 14 ya mwezi mtakuwa na Pasaka sikukuu ya siku 7. Kwa hiyo Pasaka ikiitwa ni sikukuu ya siku 7 haina ubaya. Kwa kama Kristo tutaadhimisha kuteswa au Pasaka ya Kristo katika Agano Jipya siku ya Jumatano au Alhamisi, wiki nzima hata Jumapili ya kufufuka kwa Kristo bado iko katika zile siku 7. Na sio vitu vya lazima sana kimsingi. Lakini hatutaki kufananishwa na walimwengu waliojipangia ibada zao ili kwa ajili tu ya makusudi yao, kwa ajili ya kumpendeza Mungu wao wa ulimwengu huu. Tumeona kwamba Pasaka ni siku 7. Au unaweza kusema siku ya kwanza ile na siku ya mwisho, lakini hizo siku zote zinachukuliwa kama ni siku za Pasaka. Tuende katika kitabu hizo habari za tuende katika kitabu cha Kutoka mlango wa 12. Ilipoanza kuongelewa Pasaka kwa mara ya kwanza, Kutoka 12 tusome mstari wa 18. Kutoka 12:18 anasema Mwanzo 12 Kutoka mstari wa 18 anasema mwezi wa kwanza siku ya 14. Unaona hizo habari wakati wa jioni mtakula mikate isiyochachwa hata siku ya mwezi ya 21 jioni. Kwa hiyo kuanzia 14 mpaka 21 ni siku 7 hizo. Mungu yuko specific. Muda wa siku 7 isionekane chachu katika nyumba zenu kabisa. Kwa hiyo ile wiki yote ilikuwa inaitwa wiki ya Pasaka. Kwa hiyo Kristo kwa sababu anafufuka ndani ya wiki hiyo bado ni rahisi kuita Pasaka na tusionekane kama tumeenda sambamba na walimwengu ambao wameamua kuadhimisha sikukuu kwa jinsi yao, kwa makusudi yao. Kwa hiyo tutaiadhimisha Pasaka ya Jumapili na tunaita Pasaka au siku ya kufufuka kwa Kristo, jina zuri zaidi, lakini hata ikiitwa Pasaka sio kitu kibaya kwa sababu iko ndani ya Pasaka. Labda twende katika hoja ya pili. Hii hoja tutakuja kuirejelea huko mbele kidogo. Turudi katika kitabu cha Yohana mlango ule wa 12 tuendelee na hoja zinazofuata. Hoja zinazofuata ni mstari wa 3. Hoja inayofuata inasema waovu wanapojificha nyuma ya kusaidia masikini. Hiyo ni hoja kubwa sana. Kimsingi naweza kusema ndio hoja kubwa kwa leo. Waovu wanapojificha nyuma ya kusaidia maskini. Tusome mstari wa 3 mpaka wa 6. Biblia inasema basi Mariamu akatoa ratili ya marhamu ya nado safi yenye thamani nyingi, akampaka Yesu miguu, akamfuta miguu kwa nywele zake. Nayo nyumba pia ikajaa harufu ya marhamu. Mstari wa 4. Basi Yuda Iskarioti, mmojawapo wa wanafunzi wake, ambaye ndiye atakayemsaliti, akasema, mbona marhamu hii haikuuzwa kwa dinari 300 wakapewa maskini? Mstari wa 6. Naye aliyasema hayo si kwa kuwahurumia maskini, bali kwa kuwa ni mwizi, naye ndiye aliyeshika mfuko akavichukua vilivyotiwa humo. Hem tuangalie. Hoja tunayoona hapa ni watu walimwengu. Ilivyokuwa wakati wa Kristo ndivyo ilivyo sasa. Zaidi sana. Watu waovu hupenda kujificha nyuma, na ni makanisa tutasema hasa watu waovu kwa maana ya makanisa na mashirika, nyuma ya kutaka kuwasaidia maskini.
Huyu ni Yuda Iskariote, alikuwa kwanza hajawahi kumwamini Kristo tangu mwanzo. Huyu sio Mkristo. Huyu sio muamini Kristo, sio muumini. Yumo katikati ya kundi lililokuwa linaambatana na Kristo, wale mitume 12. Anajifanya mwenye huruma kuliko Kristo. Anasema haya mafuta, haya manukato yangeuzwa badala ya kutumika kwa Kristo wakapewa maskini. Leo hii ndivyo ilivyo. Leo hii kuna makanisa mengi makubwa yako ni kama Yuda. Ni Yuda Iskariote. Hajawahi kumwamini Kristo. Biblia inasema Kristo twende kwenye Yohana, tuunganishe Yohana 6:64. Yohana 6:64. Tuunganishe hoja na Yohana 6:64 anasema hivi. Yohana 6:64 anasema lakini kuna wengine miongoni mwenu, anaambia wanafunzi wake. Kwa sababu ilikuwa imeanzia mstari wa 60 anasema basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake. Kwa hiyo alikuwa anaongelea wanafunzi, sio watu wa nje hapo. Mstari wa 64 anasema lakini kuna wengine miongoni mwenu wasioamini, kwa maana Yesu alijua tangu mwanzo ni nani asiamini naye ni nani atakayemsaliti. Wewe unaona kwamba anamuongelea Yuda na wengine. Wewe ukasema mtu wa kwanza kabisa anaongelea na mstari asiamini. Huyu sio mtu anayemwamini Kristo. Mtu asiyemwamini Kristo hawezi kuhubiri injili ya wokovu kwa sababu mtu hawezi kukupeleka ambapo hajawahi kwenda. Kwa hiyo tunamwona Yuda Iskariote ni taswira, ni picha ya makanisa ambayo hayana wokovu, hayajawahi kumwamini Kristo. Kristo sio Mungu wao, lakini yanakwambia tuko busy na kusaidia maskini. Kuna vituo vya kulelea watoto yatima. Kuna sisi tunawasaidia maskini kwa vitu yako mengi. Makanisa makubwa haya, makanisa ya Kiluteri, sio ya Katoliki, haya yote. Na madhehebu ya kidini yote haya, sio ya Kiislamu, yako busy sana na kusaidia maskini, lakini hayana Kristo. Sasa hiyo ni hatari. Hiyo ni hatari kwa sababu hata kama utawasaidia na baadaye Kristo atakwambia kwamba unajidanganya, hawa watu wataendelea kuwepo. Kwa hiyo wamepingana na Kristo kwa kila kitu. Hawamwamini Kristo. Wanataka kufanya kitu ambacho Kristo anasema mnakosea, hamtaweza. Kristo anasema katika ule mstari wa Yohana 12 anasema mstari ule wa 7 tutaona baadaye kidogo, lakini tugusia. Anasema basi Yesu akasema mwache aiweke kwa siku ya maziko yangu, kwa maana maskini nao siku zote pamoja nanyi. Anasema maskini mtakuwa nao siku zote pamoja nanyi. Kwa hiyo tuwe makini. Ukiona labda okay, sio makanisa, hata mashirika. Unakuta kuna mashirika mengi, utasikia si Msalaba Mwekundu. Yako mbele katika kutoa misaada, ni sawa. Hakuna ubaya. Lakini kitu kikubwa kabisa, kama angekuepo Kristo angesema nyie ni kama Yuda Iskariote. Sasa wewe ungependezwa kuweko kwenye kundi la Yuda Iskariote ambaye hajawahi kumwamini Kristo, anataka kujifanya anawasaidia maskini, wakati hana anapowapeleka. Hana anapowapeleka. Twende katika sehemu nyingine, tusome katika kitabu cha Mathayo na sehemu kama 2 hivi kwenye Mathayo. Twende katika Mathayo. Mathayo mlango ule wa 10 na nimesema 10 Mathayo 7. Tusome Mathayo 7. Mathayo 7:22 na 23 anasema. Mathayo 7:22 anasema wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Unasema sasa inahusianaje? Inahusiana kwa sababu kuna watu ambao watasema tumetoa pepo, tumefanya mambo haya na haya, tumesaidia maskini, tumefanya vitu vingi, lakini vyote havina thamani. Ndio anasema mstari wa 23
Anasema ndipo nitawaambia dhahiri sikuwajua ninyi kamwe ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kwa hiyo huyu anayewaambia kwamba utasikia kuna makanisa yanakuambia mpaka yanapitisha hata michango. Tuko tunataka kusaidia kwanza wape uzima wa milele. Kulingana na Kristo anasema hii ya maskini mtakuwa nao, mtawasaidia lakini kitu cha kwanza kabisa acheni huyu afanye tukio la wokovu. Mwacheni Mariamu huyu afanye tukio la wokovu afanye habari za Kristo kabla ya kufanya habari za wanadamu. Kama watafanya hivyo lakini wakawa wamehubiri habari za Kristo, wameleta wokovu, wanamkiri Kristo, haamini katika vitu vinavyoharibika, katika masanamu. Hawajitumainii wao wenyewe, wanamtumainia Kristo, tutakubaliana. Lakini tunaona kwamba kama ilivyokuwa watu wa Kristo ndivyo ilivyo hata sasa. Kama ilivyokuwa watu wa Kristo ndivyo ilivyo hata sasa. Hebu tusome katika kitabu cha Mathayo mlango wa 10 mstari wa 32 anasema. Mathayo 10:32 anasema. Mathayo 10:32 anasema. Basi Mathayo 10 kila mtu atakayenikiri mbele ya watu nami nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Bali mtu yote atakayenikana mbele ya watu nami nitamkana mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Ninaunganisha hii hoja ya Mathayo 10 na ile Mathayo 7 ambapo watu wanafanya mambo ya Kristo, wanahubiri, wanafufua wafu, wanasaidia maskini, lakini hawawezi yani hivyo vitu havitawatosha Kristo kuwakiri mbele za Baba yake, kwa hawakufanya kazi ya kukiri. Unaona kitu kikubwa ni kumkiri Kristo kabla ya kufanyia shughuli nyingine zozote zile. Kabla ya kumfanyia shughuli, kabla ya kusaidia maskini wake, kabla ya kufanya kitu chochote kile, hakikisha kwamba watu wamemkiri Kristo ili kusudi tiketi pekee ya kutufikisha mbinguni ni kumkiri Kristo. Sio sio kufufua watu, sio kufanya nini, kusaidia maskini, hapana. Ndio sababu tumeleta huo mstari mahali hapa. Hem, tuende katika kitabu cha Warumi. Huo mstari watu tunaotumia sana kwenye Injili. Warumi mlango ule wa 10. Warumi 10 anasema yamkini ninyi mlioko hapa mliwahi kusikia, lakini watu mahubiri haya yanaendea na watu wa mbali, yanawafikia na watu wa mbali. Kwa hiyo tuweke ile mistari. Kwa hiyo tunaona kwamba hoja ya kwanza kabisa ili kusudi tuhesabike mbele ya Kristo ni kumkiri Kristo. Lakini haiji kumkiri peke yake. Inakuja ni pamoja na kumwamini kwanza, na kusikia na kuamini. Anasema mlango wa 10 Warumi mstari wa 9 anasema kwa sababu ukimkiri Bwana Yesu kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu utaokoka. Hakuna faida ya kuwa na dini ambayo haiokoi watu. Hivyo vitu vinaweza kufanyika na serikali. Kazi ya kusaidia maskini, kuamua maskini, kujenga mabarabara, kufanya nini, kuwatibia watu wasioweza kujitibia na nini, ni kazi ya serikali. Madini na madhehebu yanaweza yakafanya kama msaada, lakini kazi yake kubwa ni habari za rohoni. Lakini leo hii makanisa yametoka huko yanashughulika vitu vingine. Kama alivyokuwa anajaribu kufanya Yuda Iskariote ambaye alikuja kumkana Kristo ambaye hakuwahi kuokoka. Kwa hiyo tuwe makini na makanisa ambayo hana wokovu yanayojifanya kusaidia na kujificha nyuma ya kusaidia maskini. Hem, tusome okay. Kuna mstari mwingine inayohusu habari za wokovu, lakini wokovu ni habari ya kusikia. Okay, twende katika Mathayo 5 Yohana 5:28. Yohana 5:28. Yohana 5 mlango wa 24 anasema, kitabu cha Yohana mlango wa 5. Na haya maneno tuyajue kwa sababu hii ndio injili ya msingi kabisa. Hii ndio injili ya msingi. Kama mtu hana uwezo wa kuokoka, haina faida ya kwenda kanisani. Kwa kweli, kama mtu haokoki haina faida ya kwenda kanisani. Na mara nyingi pia ni hatari kwa watu wengi wanaoenda makanisani kwa muda mrefu bila kumkiri Kristo, huwa wanaizoea. Wakishazoea hawezi tena wakaokoka. Kwa sababu ni kitu ambacho umeshakizoea. Inatakiwa mtu amkiri Kristo mwanzoni kabisa anaposikia habari za Kristo.
Yohana 5 anasema mstari wa 20 anasema amini amini nawaambia yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye alinipeleka ana uzima wa milele. Hili ni kundi liko tofauti kabisa na lile ambalo tutamwambia Kristo ulihubiri katikati yetu, tulitoa pepo, tulifufua wafu, tulifanya miujiza mingi, alafu Kristo akasema mimi siwajui. Leo hii watu wanataka kujifanya kutokuwa na uhakika namna ya kufika mbinguni. Yaani anataka kujifanya kama Biblia haiko wazi. Hapana, Biblia iko wazi. Kwamba utaenda useme sijui nilikuwa kwenye kanisa la ufufuo na uzima tulikuwa tunafufua, anakuambia hicho sikihesabu. Nilisaidia maskini kama Yuda Iskarioti, hicho sikihesabu. Ulikuwa unahubiri katikati yetu tukakusikia unahubiri, sijui ndani kulikuwa unahubiri mzuri kwa nafuatia. Hivyo navyo sivyohesabu, havikufikishi mbinguni. Kinachokufikisha mbinguni ni nini? Mlango wa Yohana 5:20 anasema amini amini. Yaani ukishasikia neno amini amini ujue ndio kweli. Na waambia yeye alisikiaye neno langu. Lazima kuwepo na kuhubiri neno la Kristo. Hao wanaohubiri habari za maskini na nini na kusaidia si nini, unakuta hakuna habari za Kristo. Anaweza kachukua tu kimstari kimoja akakibanika ukutani. Tena cha ajabu ajabu. Hapo hakuna kusikia na kuamini na kukiri. Anasema amini amini nawaambia yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye alinipeleka ana uzima wa milele wala haingii hukumuni bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Huwezi ukawa na tafishu na mashaka juu ya namna ya kufika mbinguni kwa mstari kama huu mmoja peke yake. Tumetoka kusoma Mathayo 10:32 na 33. Anasema yeyote atakaye nikiri, lazima kuwepo na habari za kukiri. Tumetoka kuona kwenye Warumi 10:9. Anasema yeyote atakayesikia na kukiri kwa kinywa. Na huku Kristo amesema yeyote atakaye nikiri mbele za watu. Akasema Kristo ni nakukiri. Na likiri na kuamini wewe peke yako. Anasema huyu ataokoka. Hata angalia umefufua watu wangapi? Umesaidia maskini wangapi kama Yuda Iskarioti? Si umejenga shule ngapi? Sijui vituo vingapi? Hapana. Hivyo unaweza kufanya. Hayo ni matendo mema. Matendo mema Mungu anayataka, lakini ni hatua inayofuata. Ni sawa na mtoto hajajua kusoma na kuandika, ukaanza kumfundisha hesabu sijui za form 4. Hazimsaidii chochote. Hakikisha kwanza amejua kusoma na kuandika, alafu ndio uweze kumfundisha vitu vingine. Unakuwa unampotoza. Kwa hiyo tuweze kujua maana ya kumfuata Kristo na maana ya kutumikia Kristo. Leo hii ndivyo yalivyo makanisa, mashirika, utasikia mashirika makubwa, si unasikia Red Cross, si World Vision, vituo vya kulelea watoto yatima na nini, lakini vyote viko katika muktadha wa kidini, katika jina la dini, lakini havijawahi hata siku moja kuwaambia wale watoto njoo mkarikiri jina la Yesu Kristo. Sana watawapa misaraba ya kuvaa shingoni na kufanya nini, vitu vya ajabu sana. Kwa nini tudanganyike? Kwa nini tufanye njia aliyoifanya Yuda Iskarioti? Na niulize, Yesu alikuwa na wanafunzi wengi. Hawa 12 ni wale mitume 12. Tena shara, lakini alikuwa na watu wengine wanafuatana naye. Inakuwaje mtu pekee asiyemwamini tangia mwanzo tumeona kwenye Yohana ndiye mwenye tabia kama hizi tunaziona kwenye makanisa ya leo? Yaani haiwezekani hivi vitu sio vya bahati mbaya. Hatuoni Petro akiwa ndiye anaongea haya mambo. Unataka uniambia Yuda Iskarioti ndo alikuwa ana roho nzuri sana kuliko akina Petro? Yuda Iskarioti ndiye alikuwa anajali sana maskini kuliko Yohana, kuliko Yesu mwenyewe. Kama ilivyokuwa wakati wa Kristo ndivyo ilivyokuwa leo na kuzidi zaidi. Na maneno haya hayaandikwi kwa kutimiza tu maandiko, hapana. Ni kutufundisha ili kusudi tusipotee, ili kusudi tusiangukie katika njia zisizo sahihi. Leo hii ukienda pale Hospitali ya Taifa Muhimbili kuna jengo moja linaitwa jengo la watoto. Pale juu kabisa wameandika kitu kinaitwa Rotary Club International. Si Rotary Club Tanzania. Rotary Club kuna watu wanaitwa Rotary. Ni kundi moja na watu wanajiita Lions Club. Lions Club wana tabia, kuna vipindi wanakusanya watoto kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania, wanawapeleka kwenda kufanyia upasuaji huko Ulaya, si India, South Africa wapi. Sawa? Hivyo vitu havina ubaya.
Havina ubaya moja kwa moja, lakini hem tujiulize, kuna tofauti gani? Hawa watu ni waabudu mashetani. Kuna Yuda Iskariote alikuwa maabudu shetani. Lakini anahubiri watu, anashughulika sana na shida za watu. Haina ubaya kwenye miili. Lakini hatari inayokuja ni kwamba rohoni unakuwa umepaua kabisa. Ukienda kwenye hospitali kama kubwa tu, sehemu nyingi, haya mashirika unaambiwa sijui Freemason. Sijui Illuminati. Kuna shule moja hapo katikati inaitwa hapo maeneo ya kama tunasema ni Mabibo Mburahati kitu kama hicho. Loyola. Shule ya Loyola. Ni mali ya Illuminati. Na unakuta watu wameweka moyoni jinsi walivyosaidiwa na nini sawa, lakini siku watu watakapokuwa naunguzwa katika moto wa jehanamu, sidhani kama watapata muda hata kukumbuka hayo matatizo. Kwa hiyo kama Yuda alivyokuwa anataka kujifanya mtakatifu kuliko Yesu mwenyewe, kuliko Petro, kuliko Yohana, watu walioamini Kristo, watu wa Mungu, yeye anajifanya anajali sana maskini, ndivyo hivyo leo, na lazima tuwe makini tusije tukaambatana na Yuda. Tusije tukaambatana na Yuda. Iskariote. Kitu kingine tunachokiona kisicho cha kawaida, hawa watu wanadamu na sisi tukiwemo tukijifunza hupenda kutumia vitu vya watu wengine. Haya mafuta yalikuwa ni ya Yuda. Hayakuwa ya kwake. Haikuwa mali ya Yuda. Kama ingekuwa mali yake, angeweza kuipangia. Sasa hii ni taswira ya mambo yanayoendelea katika jamii yetu vile vile. Haya mashirika yanachokifanya au hayo madini hayo madhehebu watapita hata kwa mtu ambaye siye mtu wa dini yao, watakudai uwachangie ili kusudi waende kujenga kusaidia maskini sehemu fulani ya watoto yatima, na zile hela wanazira wenyewe. Ukienda kwenye shule walizojenga zinalipiwa bei kubwa. Amina. Sio za bure. Ukienda kwenye hospitali zao hata maiti haachiliwi mpaka umelipia. Sawa? Haina tofauti na Yuda anataka kupangia vitu ambavyo sio vya kwake. Kama una wema, unapenda watu, tumia vitu vyako wewe, sio vya watu wengine. Ili kwa sio mali yake, kwa mali ya Mariamu. Na hiki ni kitu cha kujifunza, watu wanapotaka kutumia vitu vya watu wengine kufanya wema. Anapitisha michango, akishamaliza anasema mimi ndio nimewasaidia fulani. Hapana. Kama unawajali watu, tafuta vya kwako, alafu jinyime wewe. Sasa unakuta ni mashirika makubwa yanaenda na kusanya kwa michango kutoka wapi alafu yanaenda kusaidia maskini. Nenda kaangalie magari wanayoendesha. Kwa nini usitoe hilo gari lako kabla ya kwenda kuchangisha wengine? Wewe Yuda, kabla hujauliza mafuta aliyomwaga Mariamu, hujui ameyapata wapi? Hujui amehangaika siku ngapi? Alafu unataka kukasirika kwa sababu na Yesu alisema sehemu fulani alikuwa anafundisha katika Mathayo, sitaenda huko. Watu walikuwa wameajiriwa kwa siku. Wengine wakaajiriwa tangia asubuhi saa 12, wengine saa 3, wengine saa 6, wengine saa 9, wengine saa 11. Walipokuja kwa makubaliano ya dinari moja, walipokuja kulipwa, watu wengine wale wa asubuhi walipolipwa bei waliokubaliana tangia asubuhi wakakasirika. Yule mwenye mali akasema sasa hii si mali yangu, hawa walioingia saa moja kabla. Kwa mfano wasingefanya kazi kabisa, nikawapa bure, nikawapa hata mara 5 kuliko, ningekuwa nimekosea nini? Si mali yangu mimi. Sasa huyu Yuda Iskariote ni taswira ya dunia ya leo ambayo watu wanataka kukusanya vitu vya watu wengine, na hata wakati mwingine kulaumu watu kwamba huyu hajafanya hiki na hiki. Kwa nini Mariamu umefanya hiki? Ni cha kwake. Ni neema aliyopewa yeye. Kwa hiyo tuwe makini, ilivyokuwa wakati wa Kristo ndivyo ilivyo hata sasa. Kwa hiyo hayo utasikia Lions Club sima vitu gani yako, lakini ni waabudu mashetani. Katika hawa watoto wengine watawatoa hata wafanyie makafara. Lakini kwa nje utaambiwa ni watu wema. Kama ilivyokuwa watu wa Kristo
wakati wa Yuda ndivyo ilivyo hata leo na kuzidi sana. Nitaenda kusisitiza maneno haya. Labda tuangalie hoja nyingine. Na hivi vitu haviishii hata katika mashirika na watu. Hapana, hivi naenda hata katika vyombo vya serikali. Utakuta labda watu wanakuambia anakusanya labda kwa mfano kama shirika la amini kama mfuko wa afya. Wanakuambia wale wenye navyo watatozwa zaidi, wenye kidogo watatozwa kidogo, lakini wote tutawatibu sawa. Ni makosa. Ni makosa hapana. Hiyo si mpango wa Mungu, sio huo. Huyu hana tofauti na Yuda Iskarioti ambaye anataka vitu vya mtu mwingine vije vitumike sawa anavyotaka yeye. Hapana. Wakati mwingine ni njia mbaya ya kufuga. Kwa mfano kana kwa mataifa ya kisosialisti huko, maeneo kama Urusi huko na Uchina, ni vitu ambavyo hata mataifa ya kaskazini kama Finland, Sweden wapi. Kuna watu ambao hawafanyi kazi, wanalipwa na serikali bure. Wanalipwa. Hafanyi kazi, anaamka asubuhi, anaenda kwenye pombe, anakunywa, akimaliza, mwezi ukiisha anaenda analipwa $1,000. Sio Mungu anasema asiyefanya kazi asiyefanya nini? Asile. Mungu anataka tufanye kazi tutoke jasho. Kwa hiyo wakati mwingine inaweza kaonekana ni kama wema fulani lakini ni kinyume na sheria ya Mungu. Anasema utakapofanya hapo unapofanyia ndipo nitakapokubariki. Lakini sio unaambiwa sifa za mataifa kama Sweden, Denmark nini. Ni kwamba kuna watu wengi karibu robo ya wanadamu hawafanyi kazi na wanalipwa mishahara. Na inaonekana ni jambo jema. Hapana, sio jambo jema. Ni tabia ile ya kutumia vitu na wanakuwa wamekusanya kwa watu wengine ambao hawalali, wanafanya kazi, wanaenda kuwalipa mishahara watu wasioenda kazini hata kidogo. Wako wengi. Na wengi unakuta ni wameshakuwa vichaa kwa sababu usipokuwa unajishughulisha kwa vyovyote vile akili yako italala. Wao wanaanza kuvuta madawa kulevya, wanakunywa pombe, wanafanya nini? Lakini kwa nje unaambiwa wanasaidia maskini. Hapana, wale ni watu wazima. Huwezi kuwa maskini ukapata pesa, ukapata hela ya kwenda kunywa pombe. Wanashinda kwenye pombe kuliko hata hao ambao wanatozwa kodi ili kusudi walipwe hawa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo haviko sawa kulingana na neno la Mungu na nafikiri tumesikia na kuelewa. Tuende katika hoja ya tatu na ya mwisho kwa leo. Hoja ya tatu ni hoja ngumu kidogo ambayo inahitaji mjadala wa kimaandiko. Inasema inapatikana katika ule mstari wa 8. Turudi katika kitabu cha Yohana mlango wa 12 pale. Mstari wa 8 anasema kwa maana maskini mnao siku zote pamoja nanyi bali mimi hamna siku zote. Hoja tunayopata hapa ni kwamba Kristo anataka mambo yake kwanza yawe ya kwanza, halafu ndo tufikirie habari za maskini. Kristo alikuwa anasema kabla hujafikiria kuuza hivi vitu kwa maskini, hebu fikiria kwanza habari za Kristo mimi. Na ndicho tunachosema katika kanisa hili. Kabla ya kuangalia hali za watu za kimwili, tutaanza kuangalia hali za watu za kiroho. Tutaangalia Kristo yumo katika mioyo yao. Anasema maskini mnao siku zote bali mimi hamna siku zote. Leo hii dunia imejaa maskini lakini haijajaa Kristo. Kristo alichokisema ndicho kinachoendelea leo hii. Kwa hiyo kile ambacho kimepungua ambacho ni Kristo ndio tunatakiwa tuanze nacho kabla. Na leo hii kwa hiyo tumesema Yesu anataka kwanza tushughulike na habari zake kwanza. Kama tuna mafuta kama Mariamu yenye manukato mazuri, yenye kuleta faida, lazima kwanza yashughulike na habari za Kristo kabla hajashughulika na habari za wanadamu. Ndio sababu akasema wewe Yuda unayekasirika kwamba haya mafuta yametumika kwangu mimi Kristo, hayajatumika kwa maskini, umekosea. Yatumike kwanza kwa Kristo. Maana yake ni nini? Kanisa jukumu lake watu wampate Kristo. Kwa sababu ukimpata Kristo hata umaskini unaweza kuondoka. Kwa hiyo ni vizuri. Okay, kipi rahisi? Kipi bora? Kutibu ugonjwa au kutibu dalili ya ugonjwa? Kipi bora? Kutibu ugonjwa au kutibu dalili?
kutibu ugonjwa kwa sababu ugonjwa ukibaki hata utakapotibu dalili itarudi tu kwa sababu inatokana na ugonjwa uliomo ndani. Tatizo hapa sio maskini, tatizo ni Kristo. Anasema anzeni kwanza na ndio sababu sehemu nyingine anasema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Tafuteni habari kwanza za Kristo. Haya mambo mengine yaje kama nyongeza. Na kanisa lilo zuri, jamii lilo nzuri, marafiki leo wazuri atahakikisha kwamba habari za Kristo ziko sawa, watu wameokolewa, watu wamekuwa katika Kristo, halafu ataangalia na hivi vitu vingine vilivyoko nje. Leo hii utasikia kuna kampeni za ulimwengu huu, dunia hii, utasikia Umoja wa Mataifa, si kutokomeza umaskini ndani ya miaka 15, si vitu gani. Kimsingi kulingana na neno la Mungu, tujiulize kati ya Umoja wa Mataifa na mipango ya wanadamu na Mungu anasema maskini mnao siku zote. Na kitu kingine tukijue, maskini kitu cha kwanza na hicho kinachotoa utajiri ni vitu ambavyo sio vya kudumu. Mtu anaweza kawa ni maskini, neema ya Mungu na mipango ya Mungu ikabadilika akawa tajiri. Na mtu anaweza kawa ni tajiri, neema ya Mungu ikapungua na mipango ikapungua akawa maskini. Nishawahi kuona watu walikuwa matajiri baadaye wakawa maskini wa kutupa. Kuna mtu mmoja hapa alikuwa anaimba, ngoja tutoe mfano halisi. Alikuwa anaimba alikuwa anaimba nyimbo za nini za muziki ya kidunia hapa mjini. Alikuwa anaitwa miaka nyuma kidogo, alikuwa anaitwa Lucas Mkenda. Bwana jina maarufu Mr Nice. Yupo hasikiki lakini yuko hapa Dar es Salaam hajaondoka. Wala hajafariki hajaenda pote. Yupo. Lakini amekuwa maskini wa kutupa akitaka kutembea kwenda mjini kwenda popote ana azima nauli. Wakati fulani alikuwa anatembea na msafara wa teksi amezikodi. Sawa. Kwa hiyo hivi vitu lakini kitu cha kudumu ni nini? Ni Kristo. Huwezi kusema nilikuwa na Kristo kipindi fulani halafu Kristo ameondoka hapana. Kristo pia anasema mimi sitakuacha wala sitakupungukia. Anasema yeyote anifuataye mimi hata tembea katika giza kamwe. Unaona kwamba ni vizuri tushughulike na kitu cha kudumu kabla hatujashughulika na kitu cha muda mfupi. Leo hii utaambiwa sisi kuna kampeni za kutokomeza umaskini kufanya nini? Hapana. Hii ni mipango ya wanadamu, sio mibaya. Lakini kabla ya kusikiliza hiyo mipango imetupasa kusikiliza habari za Kristo kwanza. Kwa sababu ndizo zinazo zenye umuhimu zaidi. Ndizo zenye umuhimu zaidi. Lakini vile vile Mungu anatutaka hao maskini. Sasa angekuwa Yesu alishughulika sana na maskini. Yesu alishughulika sana na maskini. Na Biblia inasema mara nyingi inasema muwe tayari kugawana vitu vyenu mlivyo navyo kwa watu wengine. Na umaskini na utajiri tuseme wakati mwingine ni kitu ambacho tunaweza kusema ni relative, ni kitu ambacho hakina kipimo maalum. Kwa mfano, mtu anaweza katoka Tanzania akihesabiwa maskini, akifika katika mataifa yaliyoendelea akaitwa sehemu ambayo labda ama ametoka huko akiwa tajiri, akifika sehemu nyingine akaonekana ni maskini kwa sababu maisha ya kule yako juu zaidi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo pia havina kipimo maalum kwamba hiki ni kipimo halisi, lakini Kristo tuna kipimo chake. Kristo tunajua ni kusikia, kuamini na kukiri. Lakini habari za maskini ni jambo ambalo linategemea ni la muda na halina kipimo maalum. Halina kipimo maalum. Kwa hiyo hoja nafikiri tutakuwa tumemalizana nayo kwa leo. Tuje katika hoja nyingine. Tumalizi hii ni hoja nifikiri hii itakuwa ni hoja ya mwisho kwa leo katika sura hii. Hii hoja inapatikana kuanzia mstari wa 9 mpaka mstari wa 11. Inasema Wayahudi wauaji. Wayahudi walikuwa kama ilivyokuwa zamani ndivyo ilivyo sasa. Naomba watu waliolala waamke. Wayahudi wauaji ni hoja tunayopata katika mstari ule wa 9. Kuanzia mstari wa 9 Biblia inasema basi watu wengi katika Wayahudi walipata kujua ya kuwa yeye yuko huko, nao wakaja si kwa ajili yake Yesu tu ila wamwone Lazaro ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Nao wakuu
wa makuhani wakafanya shauri la kumuua Lazaro naye maana kwa ajili yake wengi katika Wayahudi walijitenga wakamwamini Yesu. Hebu angalia. Yesu ameenda amehubiri, labda amehubiri vitu wasivyovitaka. Amemfufua Lazaro, ndugu yao tena, Myahudi mwenzao. Sasa wanakwenda kumwangalia Yesu, kimsingi kama Yesu alikuwa anajua mioyo ya watu. Alipoona lile kusanyiko kimsingi labda angekuwa mtu akaenda angesema wamekuja kuangalia maajabu, miujiza, wamekuja kujifunza neno la Mungu na nini. Lakini nyuma wanakwambia walikuwa wanataka kuwaua wote na Lazaro mwenyewe. Hili sio kundi la kawaida. Mtu mnayetofautiana hata kama mtu hivi ni dhambi gani ambayo mtu atakutendea ukasirike utake kumuua. Lakini kwa Wayahudi ilikuwa ni jambo la kawaida sana. Mtu akiongea kitu asichotaka wanamtafuta kumuua. Ndicho walichofanya kwa Petro, ndicho walifanya kwa Paulo, ndicho walifanya kwa mitume. Kazi yao ilikuwa ni uwaji na hata leo. Kwa hiyo sio kundi la kawaida hili. Kulikuwa kuna sababu gani ya hawa watu kutaka kumuua Lazaro? Kwa vile tu alifufuliwa. Kosa lake ilikuwa ni nini? Hem tusome pale tena. Anasema na mstari wa 10 anasema nao wakuu wa makuhani wakafanya shauri la kumuua Lazaro naye maana kwa ajili yake wengi katika Wayahudi walijitenga wakamwamini Yesu. Unaona? Wanataka kumuua Lazaro. Mtu alikuwa amekufa, amefufuliwa, wanataka kummalizia tena, unajiuliza sababu ni wanataka sasa ujumbe wake nini? Ujumbe wake ni huu. Leo hii makanisa mengi ya Kikristo hasa haya yanayojiita kirokole wanapenda sana kujiungamanisha na watu wa namna hii. Ni kitu cha ajabu sana. Hata basi na maandiko naamini hawasomi. Wangekuwa wanasoma hili sio kundi la kuwa nalo karibu. Na sio hapa tu. Ndicho wanachofanya kwa Yesu, ndicho wanafanya kwa mitume, ndio wanafanya kila sehemu. Wao mtu yote ambaye hafanyi na wanavyotaka, adhabu yao ni kumuua. Na sio kumuua kwa utaratibu wa sheria, hapana, ni kumvizia na kumkamata na kumuua kama majambazi na wahuni. Na yakiwa yamesimamiwa na mamlaka za dini zilizokuwepo. Hawa ni makuhani, wakuu wa dini hao. Naamini ndicho wanachofanya mpaka leo. Ndicho wanachofanya mpaka leo. Kwa sababu hawakuwahi kubadilika. Hawakuwahi kubadilika. Ndicho walichofanya kwa Stefano. Kusoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, tusome katika kitabu cha Matendo ya Mitume, tuko kwenye Yohana. Matendo ya Mitume mlango wa 7. Kitabu kinachofuata upande wa kulia ni Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume mlango wa 7 mstari wa 52. Matendo ya Mitume 7:52 Biblia inasema Kwanza 51. Tusikie Biblia inasema nini kuhusu hao wanaoitwa Wayahudi. Hao ambao makanisa yanakusanya fedha za watu na kuwatafutia tiketi na visa za kwenda kujifunza mienendo ya ibada na tabia za Kiyahudi. Anasema Matendo ya Mitume tumesema 7:51 na 52 anasema enyi wenye shingo ngumu msiotahiriwa mioyo wala masikio siku zote mnampinga Roho Mtakatifu kama baba zenu walivyofanya na ninyi ni vivyo hivyo. Ni yupi katika manabii ambaye baba zenu hawakumuudhi? Nao waliwaua wale waliotabiri habari za kuja kwake yule mwenye haki ambaye ninyi sasa mmekuwa wasaliti wake mkamuua. Ninyi mliopokea torati kwa agizo la malaika msiishike. Ili sio kundi la kawaida. Na hawakuwahi kubadilika. Hawakuwahi kubadilika. Lakini leo utaambiwa sio akina Makasege, sio akina nani wanatoka kanisa mpaka kanisa, wanakusanya Wakristo, wanawapeleka kwenda kwenye mahekalu yao. Kwenye masinagogi yao. Hiki sio kitu cha kujifunza. Sasa tuwaombe japo kama walishindwa kumsikia Kristo, si kama wataweza kukusikiliza wewe na mimi. Haipo. Lakini je, wote wamepotoka pana? Wapo waliomwamini Kristo akina Paulo,
Wapo waliomwamini Kristo, akina Petro, akina mitume wote, Wayahudi wote wa kwanza kwenye Biblia walikuwa walimwamini Kristo, wale wachache, lakini taifa kama taifa limkataa na anasema waliwaua watu wote waliokuja kuhubiri habari za Kristo na habari za neno la Mungu. Tusome kutoka katika kitabu cha Mathayo mlango wa 23, mstari wa 34 na 35. Ili hoja tunayoangalia ni hoja ya 4, Wayahudi taifa la wauaji. Wayahudi taifa la wauaji. Mathayo 23 tusome mstari wa 34 na 35 anasema hivi. Mathayo 23:34-35 anasema hivi. Kwa sababu hiyo angalieni mimi natuma kwenu manabii na wenye hekima na waandishi, na wengine wao ninyi mtawaua na kuwasulubisha, na wengine wao mtawapiga katika masinagogi yenu na kuwafukuza mji kwa mji, hivyo ije juu yenu damu yote ya haki iliyomwagika juu ya nchi, tangu damu ya Habili yule mwenye haki hata damu ya Zakaria bin Barakia mliyemuua kati ya patakatifu na madhabahu. Hawa ni wauaji. Kama waliwaua hawa wote wakamua na Kristo, huwezi kuniambia kwamba ni kundi la kujiunganisha nalo hata siku moja. Hapana. Lakini makanisa ndicho yanachofanya. Yanaenda Israeli, yanaenda Yerusalemu, yanaenda Tel Aviv, yanaenda wapi kujifunza kutoka kwa hawa watu. Ni kundi la ni kama ukiwa na watu twende katika maisha halisia ya leo. Ukiwa unaona kuna vijana wanavuta sigara, wanakunywa pombe, wanafanya ujambazi, wanacheza kamari, wanaua watu, utapenda kujiungamanisha nao? Hapana. Lakini sasa hawa wanafanya zaidi ya hayo, wanaua tena hadharani, na hawakuua kuanzia leo, anasema kuanzia wakati wa Habili mpaka wakati wa Kristo, mpaka baada ya Kristo. Sio kusema kwamba walikoma. Waliokoma ni akina Paulo ambao walimpokea Kristo. Waliokoma ni akina Paulo waliompokea Kristo. Nafikiri kwa sababu ya muda tutaishia hapa. Kwa hiyo tumeona katika mlango wa 12 kwamba ilikuwa ni wiki ya mwisho ya ambayo Kristo aliingia katika wiki ya mateso, na tunaona kwamba ndio tutaona mwishoni kwenye sura ya 12 ndio sura ya mwisho Kristo anaongea na watu wa dunia. Baada ya hapo aliongea na watu na wanafunzi wake, na unaweza kusema maana yake ni kwamba sauti ya Kristo haipo siku zote. Kama alikuja mwaka wa kwanza na wa pili na wa tatu na wa 4 wa kuhubiri kwake, watu wakawa wanamsikia alafu hawachukui maamuzi ya kumwamini na kumfuata, anafika sehemu fulani anafunga ukurasa, na atafunga ukurasa akisema haya maneno aliyatabiri Isaya kwamba kusikia watasikia, hawataelewa, hawatafahamu, wasije wakaokoka nikawaponya. Anafunga ukurasa, anaachana nao. Tujifunze tusianguke katika kundi. Yamkini wewe ulioko hapa umemkiri Kristo, lakini dunia ya nje yetu inamhitaji Kristo zaidi. Kuna wakati hakutakuwa na nafasi ya wao. Biblia inasema mtafuteni Bwana wakati bado anapatikana. Kristo hapatikani muda wote, na tunaona leo Kristo anafunga kuongea na watu wa dunia, anaongea na Wakristo waliomwamini peke yake. Tumshukuru Baba, tunakushukuru kwa fadhili zako. Nasema asante kwa neno hili Mungu. Asante kwa kusanyiko hili Kristo, ambao kaendelee kutupa usikivu na utayari na maneno haya. Baba, yasiudhi, badala yake akatujenge. Badala yake tukapate neema na fadhili zako. Kusanyikana sisi kipindi vinavyoendelea siku ya leo na wiki yote iliyoko mbele yetu. Kristo, tumkabidhi wewe. Tunaomba na kushukuru katika jina la Baba na la Mwana na la Mtakatifu. Amen. Amen.